Karibu Nyikani kupitia makala zinazogusa mila, desturi na tamaduni za makabila mbalimbali nchini Tanzania. Makala hii imeanza na safari ya kuifungua historia ya Wamanyema, si kwa simulizi za kupita-pita tu juu bali kwa mizizi yake halisi. Asili yao inatoka katika bonde la Mto Kongo, katikati ya misitu minene ya Wamanyema. Huko ndiko walikoishi kabla ya kuanza safari ya kihistoria kati ya karne ya 16 hadi 18, wakihama kwa sababu ya kiusalama, biashara na mabadiliko ya kijamii. Naitwa Ng'anga Yakubu Juma Nyembo. Mimi ni kiongozi wa Wamanyema. Wamanyema ni jumuiko la matabaka ya vijumba vya kikabila kutoka kwenye misitu ya Maniema. Misitu hii ni misitu minene inayolifunika bonde la Mto Kongo. Misitu hii haipitishi mwanga wa jua. Na kwa kuwa misitu hii haipitishi mwanga wa jua, kuna matone ya maji yanatoka kwenye majani ya miti hiyo, yanadondoka chini. Wao wanasema kunema. Kunema maana yake kudondoka matone au kunyesha matone, wanaita kuniema au niema. Hivyo jamii ya lile eneo wanaitwa Wamanyema. Wao wanatoka kijumba kikubwa cha Kiluba. Hicho kijumba kikubwa cha Kiluba ndicho kinachotoa koo za vijumba vya Wakusu, Wabangubangu, Wasonge, Barega, Babuyu, yani jamii inayooleana na kutanuka. Walokele, Wanyemamba. Hawa kwao na ziwa ni mbali. Ziwa liko mbali sana na wao. Wao kwa wale watu waliofika Burundi wanasema hawa ni watu wa milimani, yani wanaishi juu kwenye milima. Wao hawaishi chini kwenye ziwa. Walipofika magharibi mwa Tanzania, hasa Ujiji, himaya ya kale kando ya ziwa Tanganyika, walikuta jamii nyingine tayari zimejikita. Hata hivyo, Wamanyema hawakuja kama wageni wa kupita. Walikuja kama jamii yenye misingi imara ya uongozi, biashara na utamaduni. Waliingiliana na Waarabu, Wazaramo, Wanyamwezi na makabila ya pwani. Kama Wayao na Wandengereko. Biashara ya pembe za ndovu, chumvi na baruti viliimarisha misafara yao na kuwapa ushawishi mkubwa katika eneo hilo. Jirani zetu wanaitwa Wanyamwezi kwa maana mipaka ya mji wa Ujiji iko Ilolangulu, Tabora. Kwa hiyo jirani zetu wanaitwa Wanyamwezi. Wanyamwezi tunaweza kusema kama kwa lugha ya zamani ni watokaji au mabaharia. Wao wanapenda kutembea sana. Kwa hiyo Wanyamwezi ndio haswa waliokuwa shina la leo Wamanyema kupatikanika au kuonekana. Mtu anaweza kuniuliza kwa nini nawataja Wanyamwezi kwanza? Kwa sababu Wanyamwezi ndio waliowaunganisha Wamanyema na watu wa pwani. Ninaposema watu wa pwani, nina maana Wazaramo, nina maana Wandengereko, nina maana Wayao, Wanyasa
Hawa wote watu wa pwani ya bahari ya Hindi, sijasema Waarabu, ni Waafrika. Hawa wote waliamiliana kibiashara na Wanyamwezi, na Wanyamwezi ndio waliotoa siri ya kwamba magharibi zaidi kuna bahari yenye maji baridi katika nchi ya Ujiji, zama hizo wakiita nchi ya Ujiji. Wanyamwezi ndio waliowaleta watu wa pwani wakawateremsha kuwaleta magharibi zaidi, na ni Wanyamwezi hao ndio waliowaleta wale na wale kuonana na hawa Watanganyika na kuwaambia huko nyuma tena kuna nchi nyingine, na hivyo Wanyamwezi hawa wakawapeleka watu wa pwani Kongo ya Manyema. Walipowafikisha Kongo ya Manyema, Wanyamwezi na watu wa pwani wakaona Kongo ya Manyema ina fursa. Fursa kubwa iliyokuwa ikipatikana Kongo ya Manyema ilikuwa ni pembe za ndovu, na fursa kubwa iliyokuwa inayopatikana upande huu wa leo wa Ujiji ilikuwa chumvi iliyokuwa ikipatikana kwenye moja ya vitongoji vya Ujiji vinavyoitwa Uvinza leo. Katika misingi hiyo, Wamanyema walihitaji chumvi zaidi kwa ajili ya nyama, kwa sababu wao wanawinda, wao wanalima na wao wanavua kwenye mto Kongo. Chumvi kilikuwa kiburudisho chao kikubwa sana, hivyo walitamani sana chumvi. Chumvi iliyokuwa ikiletwa na wageni waliiona bado haitoshelezi, hivyo walitamani kuijua inapatikana wapi. Hapo ikawa mwanzo wa misafara ya Wamanyema kutoka Manyema kuja Ujiji. Wanasema kwamba Wamanyema ni kabila ambalo limeingiliana na Wazaramo na Waarabu. Tuko kwa Wamanyema na watatueleza huu mwingiliano uko vipi, lakini ukiangalia hata tu kwenye muonekano wa mavazi ni wa Kiarabu, walikuwa wanajistiri kihivi. Lakini mamangu hapa, zamani kabla ya huu mwingiliano mlikuwa pengine mnavaaje? Wanawake wa Kimanyema walikuwa wanavaa vipi? Asante sana. Wanawake wa Kimanyema vazi lao kubwa toka zamani ni kanga. Kwa sababu hata sisi tulipozaliwa tulipokelewa ndani ya kanga. Kwa hiyo vazi kubwa la wanawake wa Kimanyema lilikuwa ni kanga. Na kanga shauti ziwe na maneno labda ya aina gani, ama mlikuwa mnavaa wakati gani zaidi? Kanga lilikuwa na maneno tofauti tofauti, na kila kanga ilikuwa na jina lake kwa wakati wa tukio lililopo. Unaona?
hata mtoto anapozaliwa kulikuwa kuna kanga kabisa zimeandikwa karibu mgeni, na maana mtoto ni mgeni amefika. Baada ya hapo kuna kanga zilikuwepo, yani zenye maneno tofauti kutokana na eneo husika la tukio lililopo wakati huo. Sasa kwa kanga zilikuwa zina maana na zinavaliwa wakati husika. Wakati husika. Sawa. Tupe kwa ufupi historia ya wanawake wa Kimanyema, maadili yao yako vipi, urembo, mlikuwa mnajipodoa vipi enzi hizo? Wanawake wa Kimanyema ni wastaarabu. Na ustaarabu wao kwa sababu kwanza ni wasafi. Na wanaanzia usafi ndani mpaka nje. Huwezi kukutana na mwanamke wa Kimanyema akiwa mchafu. Mwanamke wa Kimanyema lazima hata anapotaka kutoka anajikagua kwanza, je, yuko sawa? Alafu ni mwanamke ambaye anajiamini, unaona, kwa wakati wowote. Na urembo wetu wa zamani wa wanawake wa Kimanyema kulikuwa madude fulani yanaitwa ruwenga. Yale madude ni kama mekundu. Kwa hiyo yale madude tulikuwa tukiyachukua tunayatwanga alafu tunapaka usoni. Unaona? Na mwanamke asili ya Kimanyema, mwanamke mrembo wa kuanzia usoni mpaka mwilini, hata uwezi kukuta vidole vya mwanamke wa Kimanyema havina hina. Yaani lazima mwanamke wa Kimanyema awe na hina. Sasa. Unaona, japo mimi kwangu imeisha, lakini unaona kucha zangu zina hina, tena ina asili ya majani, tunatwanga alafu tunatia limau tunapaka. Huo ndio urembo wa wanawake wa Kimanyema, yani hawatumii sana vitu vya kemikali, tunatumia sana vitu asilia. Na hata tulipokuwa wazazi wetu walikuwa wanatufundisha hivyo, ustaarabu, ukarimu, unaona, ujue namna kukaribisha wageni. Kama wewe mwenyewe ulipoingia ni kukaribisha, umeona. Kwa hiyo ndio asilimia kubwa ya wanawake wa Kimanyema. Yani pia hata kwenye ndoa ni wavumilivu, unaona. Na wanawake wa Kimanyema tunafanana na Waarabu kwa sababu katika mji wa Ujiji waliingia Waarabu na ambao sisi ni babu zetu ambao ndio Wamanyema, unaona, walipokuja wakati wa utumwa. Kwa hiyo walipobaki hapa, wengine wakapelekwa mpaka Bagamoyo, wengine wakapelekwa mpaka Zanzibari. Ndio maana unaweza ukakuta Zanzibari kuna Wamanyema, Bagamoyo Wamanyema wapo kwa sababu walipita eneo la Ujiji Kigoma. Wale walobaki hapa ndio sisi tukapatikana. Huko nako akaenda wakapatikana wengine. Kwa hiyo tunakuwa tunaingiliana kwa sababu Waarabu ndio walikuwa wanafanya biashara kubwa ya utumwa. Kwa hiyo kuna msemo anasema kwamba ukimpata kwa mwanaume, sasa ukimpata mwanamke wa Kimanyema hutoki ubanduki. Unadhani labda kwa sababu gani? Ni kwa sababu wanawake wa Kimanyema kwanza muonekano wao una mvuto, la kwanza. La pili, wana ujuzi. Na ujuzi wenzangu watakuja kuwaelezea. Kwa sababu sisi mwanamke wa Kimanyema anafundwa vizuri. Sio kufundwa kule kwa hadharani, wanafundwa ndani. Namna ya kwenda kuishi na mwanaume. Ndio maana unakuta mwanaume yeyote akija akimpata mwanamke wa Kimanyema kutoka sio rahisi, kwa sababu anakuwa na utaalamu wa kumwenzi yule mwanaume. Kwa hiyo tunafundishwa na wazazi wetu kumwenzi mtu nje na kumwenzi mtu ndani. Kwa hiyo sasa wakikutana na mwanamke wa Kimanyema, yale mambo yanayofanywa kuanzia nje mpaka ndani hawezi kuchomoka. Lazima atulie na tunajua kuwatuliza kweli kweli wanaume. Ndio asili kubwa ya Wamanyema. Umesikia, fanyia kazi. Lakini tukija kwenye masuala ya maadili, mnapoanza kumfunda mtoto, pengine mnamfunda tu kipindi ambacho amekuwa, ama pengine kuanzia mtoto mnaanza kumfundisha vitu fulani fulani? Binti anapewaje misingi mizuri ya kuwa binti bora? Binti bora anaanza kupewa misingi anapoinukia. Kwa sababu lazima uanze kumfundisha mtoto misingi ya maadili anapopata akili. Hiki kibaya, hiki kizuri. Kwa hiyo ndio unapoenda anakuwa, ndio mnapoenda mnamfundisha kidogo kidogo mpaka anapofikia wakati wa kutaka kuona sasa huyu binti amefikia umri wa kuweza kucheza. Kwa sababu huwezi kumcheza akiwa bado binti mdogo. Unaona? Na hasa sisi mara nyingi tunawacheza watoto wanapotaka kuolewa. Kwa sababu anapotaka kuolewa ndio unamfundisha, lakini maadili yanaanzia toka akiwa mdogo, unaenda unamfundisha. Kikubwa zaidi pia sisi asilimia kubwa ya watu wa Kigoma Ujiji ni Waislamu. Kwa hiyo kule madrasa pia kuna maadili mtoto anafundishwa. Unatakiwa ueje, mkaribishe mgeni vipi, unapotaka kumpa maji umpe vipi. Kwa hiyo ni maadili tunafundishwa kutoka kwa wazazi wetu. Kwa hiyo unajua namna ya kumpokea mgeni anapoingia na unapotaka kumwandalia.
na mume wako hivyo hivyo. Kwa hiyo ndio maana unaona wanawake wengi wa Kimanyema wana sifa ya kuwashika wanaume, kwa sababu wanajua namna ya kukaa na mwanaume, na unajua mwanaume anataka hiki, anataka hiki. Kwa hiyo maadili ambayo tulipewa toka na wazazi wetu, na yani maadili ambayo yako katika asilimia kubwa ya Manyema waliopo Kigoma na hata walioko nje ya Kigoma, wote wana maadili hayo. Historia inawakumbuka viongozi wao wa kale kama Ng'ongo Lutete na baadaye mahusiano yao ya wafanyabiashara Waarabu kama Tiputipu. Wamanyema walijulikana kwa ujasiri na maumbo yao makubwa, hali iliyowafanya wachukuliwe kama askari hodari na kusambazwa katika maeneo mengi ya nchi. Hivyo ndivyo walivyoenea Tanzania nzima. Leo hii jamii ya Wamanyema walioko magharibi mwa Tanzania inaongozwa na Chifu Yakubu Juma Abdallah Nyembo aliyetawazwa mwaka 2019. Fimbo yake ni alama ya mamlaka ya urithi wa jadi, ikiashiria kuwa uongozi wao haujaanza leo bali ni mwendelezo wa historia ndefu. Fimbo hii ukiangalia hapa utaona ndovu. Utaona kitu kinachoonesha kwamba kinatokana na tembo. Fimbo hii ni alama ya ufalme wetu. Ni moja ya alama za ufalme wetu. Fimbo hii ilitumiwa na usultani wa kabla yangu au uchifu wa kabla yangu, na wenyewe ulipewa na uchifu wa kabla tena. Kwa sababu hatuwezi kutembea na alama zote za ufalme, basi fimbo ni moja ya alama kuu ya kuonesha ufalme wako. Kwa maana si mara zote utavaa shanga, si mara zote utavaa simbi. Kuna muda utakuwa tu na fimbo, lakini fimbo yenyewe kama utakuwa ukiangalia kwa makini, ilifunguliwa hapa juu, halafu ndani ikawekewa ufundi maalum. Ufundi huo tunauita ndo ukuu wa hiyo fimbo, kisha ikarudi ikafungwa. Huku chini pia ilitengenezewa tundu, na hilo tundu liliwekewa vitu maalum vya kimila, kisha ikafungwa.
lakini ikafungwa na kiwiliwili hiki cha tembo. Sina hakika kama mtakuja kuninyang'anya fimbo yangu kwa sababu ina kitu ambacho nyinyi mnakiona kuwa ni nyara, lakini mimi sikuinunua, niliipewa, ni mirathi yangu na ninaishi nayo, na wa baada yangu watakuja kupewa. Hiyo ndiyo mizizi yao, lakini je, waliishi wapi? Walivaa nini? Walitumia vifaa gani katika maisha yao ya kila siku? Usikose kufuatilia Nyika sehemu ya pili itakayo kujulisha yote haya na zaidi. Kwa sasa niseme kwa heri.